Shalom, shalom. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kuongea nanyi neno ambalo nimeliita in a large house ama katika nyumba kubwa. Tunaweza kuona kuna neno la Mungu katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Inaongelea katika nyumba kubwa ya tajiri ama katika nyumba kubwa huwemo vyombo vya aina mingi, na hizo vyombo zinaweza kuwa ni vyombo za dhahabu, za fedha, za miti, za mchanga. Huwemo vyombo za aina mingi, na Biblia inaendelea kisema verse 21 inasema, yule yeyote atakayejitenga, yule atakayejitakasa atakuwa chombo cha heshima ambacho kitakachomletea Bwana utukufu. Hata yeye anaweza kuheshimishwa kupitia hiyo kazi anayoifanya. So tunaweza kusema dunia hii ama ulimwengu hii, wacha tuseme ni nyumba kubwa ya Mungu, na hii nyumba iko na vyombo za aina mingi. Kuna vyombo vya dhahabu, kuna vyombo vya fedha, kuna vyombo za miti, kuna vyombo za mchanga. Lakini hizo vyombo zote, kama vile tumeona verse 21 inasema, yule atakayejitenga, yule atakayejitakasa ataweza kuwa chombo cha heshima ambacho kitakachomletea utukufu Baba mwenyewe aliye mbinguni, hata yeye akaweze kuheshimika kupitia hiyo kazi amefanya. Na kuna kitabu ingine nimesoma inasema, mambo yote inalingana na yule ako na kitu kwa mkono. Hiyo inamaanisha tunaweza kuwa na chombo moja kwa mkono, lakini wewe mikono yako ama mikono yangu ndio itadetermine kazi itakayoifanya. So inaweza kuwa ni same vessel, lakini kazi itakayoifanya itafanya kulingana na mwenye kuifanyisha kazi. So katika nyumba kubwa kuna vyombo za aina mingi, lakini yule atakayejitakasa ni yeye atakuwa chombo cha heshima kitakayemletea utukufu aliyefanya chombo kuwa chombo, lakini pia yeye akaweze kuwa na heshima, kwa sababu yule atakayefanya kazi jinsi mpasavyo, ijapokuwa ataheshimisha Mungu, hata yeye mwenyewe ataweza kuheshimiwa. Wapendwa, ningependa kuwakumbusha ni mapenzi ya Bwana sisi wote tukue vyombo vya heshima na tukaweze kufanya kazi jinsi tupasavyo, tukaweze kufanya kazi sawasawa na mapenzi ya Bwana. Mungu ako na matarajio kwetu vile alivyotuaminia. Pengine amekuaminia na kipawa, pengine amekuaminia na mali, pengine anaweza kukuaminia na kitu chochote. So wakati Mungu alipeana talanta, na Yesu alitoa mfano wa talanta, yule alipeana talanta, wakati alirudi aliitisha faida kulingana na vile alikuwa ameaminiwa kila moja. Hiyo inamaanisha hata sisi ni vyombo ziko kwa nyumba ya Bwana, lakini kile kipawa umeaminiwa, chochote Mungu alikuaminia, hata wakati atakapoitisha faida, ataitisha faida kulingana na kile amewekeza. So Yesu alikuwa anatoa hiyo mfano, akasema wakati alirudi aliitisha faida kulingana na vile alikuwa amewaaminia. Hata wewe ujue umeaminiwa kitu, na vile utafanya kazi itadetermine faida. Mungu awabariki sana, tuzidi kumzalia matunda kulingana na vile tumeaminiwa. Hawezi kuitisha mahali hajawekeza, lakini kama amewekeza atarudi kuitisha faida. Mbarikiwe. Amina, amina.